cha Alliance for Change and Transparency ACT Wazalendo, taarifa rasmi kwa vyombo vya habari. Chama cha Alliance for Change and Transparency ACT Wazalendo kimekuwa kufuatilia kwa karibu mwenendo wa uchaguzi wa rais wa Jamhuri ya Muungano, wa bunge na madiwani hapa nchini, ambao kwa sasa upo katika hatua ya uteuzi. Kama ilivyo kawaida katika chaguzi zote zilizopita, tumeanza kushuhudia mizengwe na njama pamoja na hujuma mbalimbali zinazofanywa na wasimamizi wa uchaguzi waliokosa maadili ya uchaguzi wakishirikiana na vyombo vya dola. Ndugu waandishi wa habari, nyote ni mashahidi huwa katika chaguzi za hivi karibuni, Chama cha Mapinduzi kutokana na uoga na udhaifu wake wa kutopenda kushiriki katika uchaguzi kwa hofu ya kukataliwa na Wazanzibari na Tanzania, kama ilivyotokea katika uchaguzi wa mwaka 2015, wameasisi sera ya ushindi wa bao la mkono. Sera hiyo ya ushindi wa mkono, ambayo ni majumuisho wa matendo yote maovu yanawezesha kushinda uchaguzi kwa njia zilizo kinyume na utaratibu wa uchaguzi. Ushindi wa bao la mkono. Ndugu wananchi, ndugu waandishi wa habari, katika utekelezaji wa sera hiyo ya CCM tunashirikiana na baadhi ya wasimamizi wa uchaguzi na wasaidizi wao kuwaungua wagombea wa baadhi ya vyama vya upinzani kwa kuwekea pingamizi isiyokuwa na mantiki, pingamizi ambazo hazina vishiko, huku wakijinasibu kuwa wamepita bila ya kupingwa. Matendo haya ya kihuni hayajaanza leo, na nyote mnakumbuka kuwa yalishamiri sana katika uchaguzi wa serikali za mitaa Tanzania bara, ambapo zaidi ya 80% ya wagombea upinzani walionguliwa kwa kisingizio cha kukosa sifa. CCM na baadhi ya wasimamizi wa uchaguzi wameonogewa na mchezo huo mchafu wa mwaka 2019 wakati wa serikali za mitaa, na sasa wanarudia tena kwenye uchaguzi mkuu. Kama hiyo haitoshi, mbinu hizo chafu sasa zimehamishiwa, na watendaji mikakati hiyo wamezihamishia Zanzibar. Naomba nidhibiti, kama hiyo haitoshi, mbinu hizo chafu sasa zimehamishiwa Zanzibar, na watekelezaji mikakati hiyo ni wasimamizi wa uchaguzi ambao wengi wao wameletwa kutoka Tanzania bara na kupangiwa vituo vya kazi kisiwani Pemba kwa lengo la kuchafua mchakato mzima wa uchaguzi na pia kuvuruga amani ya nchi yetu Zanzibar. Jambo hili ambalo hapo nyuma halijawahi kutokezea. Ndugu waandishi, chama chetu hakipingi mgombea yote kuwekewa pingamizi dhidi ya wagombea wetu, ikiwa hoja ya pingamizi ni zenye mashiko na za wazi, huku utaratibu wa uwekaji na ushirikiaji wa pingamizi hizo ukizingatiwa kwa mujibu wa sheria na kanuni kama inavyoelezwa katika kifungu namba 51(1) na mpaka 8 cha sheria ya uchaguzi namba 4 ya mwaka 2008. Kinachojitokeza sasa hapa katika majimbo ni hujuma na mitego dhidi ya wagombea wa ACT Wazalendo, na kwamba wasimamizi hao ni wazi kabisa wameshindwa kusimamia kanuni na sheria za uchaguzi kama ambavyo hapa chini nitazielezea. Kuna taarifa mathalan kwamba wilaya Micheweni, afisa uchaguzi amewajulisha wagombea wetu kwa wote wamewekewa pingamizi, na taarifa za pingamizi zao watapatiwa asubuhi ya leo. Hichi kitendo ni kinyume na sheria na kinyume na kanuni ambazo zimo katika daftari hilo hapo. Wilaya Mkoani, afisa wa uchaguzi amewaambia wagombea wetu kuwa waendelee asubuhi, kama kuna pingamizi atawajulisha. Huo si utaratibu. Saa 10 lazima kiwe kifungwa, lazima kila mtu ajulishwe kwa barua kutokana na pingamizi hiyo
aliyopewa. Ikishindikana hivyo, tena huyo msimamizi amekwenda kinyume na kanuni zilizowekwa na NEC. Wagombea wa majimbo manne Chake Chake, Ole, Wawi na Chonga wameweka pingamizi za mdomo kinyume na kanuni, kinyume na sheria. Kwa hivyo wagombea wale wa Chake Chake wamepingwa kwa kuambiwa hawana sifa za kugombea kwa mdomo. Jimbo la Chonga, mgombea aidhabitu sababu ya kutokuwa na risiti ya malipo ya mahakama, wakati kila kitu kipo. Jimbo la Chake Chake, mgombea pia amebadikizwa sababu ya kupingamizi kuwa hakuwasilisha tume barua udhamini kutoka chama chake, wakati udhamini wa barua ni ile fomu yenyewe ile ndani yake ndio inatoa dhamana. Hasa kama fomu ulipokea wewe, ndani yake mna muhuri, mna saini ya katibu wa mkoa au mna saini ya katibu wa chama, haiwezekani kuwa hamna hicho kitu. Kwa haya ni mambo ya ajabu yanafanywa. Wilaya Wete, wagombea majimbo matatu Kojani, Mtambwe na Pandani wameweka pingamizi kwa visingizio vya kuwahi kushtakiwa. Unguja, mathalan katika kisa cha Unguja, katika hali inayodhihirisha unyama wa juu kabisa, wameshuhudiwa msimamizi wa uchaguzi wa NEC ndugu Hassan Abdallah Ali na mgombea wa CCM Jafar Sanya Jusa kwa pamoja wamemvamia na kumshambulia na kusababisha maumivu makali mgombea wetu wa jimbo la Paje ndugu Sabah Hamisa Abdallah, huyo hapo. Tukio hili limetokea jana ndani ya ofisi ya NEC wilaya ya Kusini Unguja. Lengo la kumvamia huko ilikuwa ni kumnyang'anya barua ya pingamizi aliyopewa na msimamizi mwenyewe. Mgombea wetu ameripoti kwa polisi Makunduchi na kupewa RB namba 1069 ya tarehe 26 mwezi wa 8 2020 saa 12:30 za jioni jana. Ndugu waandishi, hiyo ni mifano michache tu ambayo yapo matukio mengi ya namna hiyo. Pamoja na kwa pingamizi zote hizo hazikufuata taratibu za kisheria, ambapo wagombea wetu hawakupewa hata nakala za barua, fomu za pingamizi wala barua za wito. Badala yake wakipa maelezo ya mdomo au wachache kwa njia ya simu. Mambo kama hayo ya aibu na fedheha yanatendeka. Mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC Jaji Kaijage ni jaji wa mahakama ya rufaa na makamu wake Jaji Mbaruk Salim Mbaruk ambaye pia ni jaji wa mahakama ya rufaa ya Tanzania. Wote hao ni wazoefu katika masuala ya sheria za nchi na vile wazoefu katika sheria za nchi hii na za kimataifa. Wanasimamia watu ambao kwamba wanavunja sheria, wanavunja kanuni, wanafanya sokomoko kama hili lilitokea katika kisiwa chetu cha Unguja na Pemba. Hayo pia yatendeka wakati ambao viongozi wanahubiri amani, utulivu na kuhakikisha wananchi uchaguzi utakuwa uhuru na wa haki, wakati ambapo hata nyinyi waandishi ni mashahidi wa hilo. Kwa hali hivyo sasa hatuamini kama tunaelekea huko. Sisi tunasema kwamba pamoja na imani ambayo kwa sasa inaanza kufilizwa na mwendo huo, kwa hivyo hatuna budi kusema na kukiri, bila haki hakuna amani. Kwanza itendeke haki na utarajie amani. Usihubiri amani wakati wewe mwenyewe unasimamia maovu ya kuvunja haki za watu. Kwanza isimame haki ndio amani ije. Kama haki haikusimama, amani haipatikani. Sisi ACT Wazalendo tunaamini usemo huo, kwani mahala isipotendwa haki na amani haiwezi kuishi. Ndugu zangu wa habari, wito wetu, ndugu waandishi wa Tanzania na hasa upande wa Zanzibar, bado wanayo kumbukumbu ya maumivu makali
ya kuzima sauti yao katika uchaguzi mkuu wa 2015 ulisababishwa na kufutwa uchaguzi huo na aliyekuwa mwenyekiti Jecha Salim Jecha. Bado kabisa kilio kile Wazanzibari hawajakisahau na hawatakisahau milele. Hivyo tunainasi tume ya uchaguzi NEC kuheshimu sheria, katiba na kanuni zilizopo, na kamwe wasikubali kutumika kama wakala wa kutafutia CCM ushindi wa kupita bila kupingwa. Na tutapinga ushindi namna hiyo kwa njia yoyote ile. Watu wache sisi na CCM tukapambane kwenye sanduku la kupigia kura na sio kupiga bao la mkono. Ndugu waandishi, chama cha ACT Wazalendo kinainasi hii tume ya uchaguzi NEC kuchukua hatua za haraka kutumia mamlaka yake chini ya kanuni ya 11 ya kanuni za uchaguzi kwa badilisha wasimamizi wa uchaguzi walioshindwa kutekeleza majukumu yao na hatimaye kuangukia kuwa mawakala wa chama cha siasa. Wasimamizi hawa na hasa waliopangiwa kusimamia kisiwa cha Pemba wasipochukuliwa hatua za haraka za kuondolewa, ipo hatari ya kuingiza nchi kwenye machafuko makubwa sana kutokana na mienendo yao hiyo. Pamoja na yote hayo, na ndivyo ilivyo kwamba uchaguzi ni zoezi la kisheria chini ya misingi ya katiba ambalo linabeba sauti ya umma katika kufanya maamuzi juu ya uongozi bora sambamba na kujipatia viongozi na serikali halali ya kuongoza nchi. Bali kwa mwelekeo wa sasa ni dhahiri kwamba vitendo vyote hivyo haviashirii dhamira njema, bali kinadhihirisha au kinachodhihiri sasa hivi ni utashi wa baadhi ya watu kuichelewesha, kuidhoofisha, kama sio kuipora kabisa sauti kubwa ya haki ya umma. Jambo ambalo bila kusita wala kupepesa, sisi kama chama na taasisi iliyobeba matumaini makubwa ya Zanzibari na Watanzania kwa ujumla, tunasema sasa basi, inatosha, sasa basi, inatosha. Pamoja na mambo yafuatayo, tunaelewa kwamba wasimamizi wa tume ya taifa ya uchaguzi NEC walipo Zanzibar wameletwa kwa kazi maalumu ya kuchafua zoezi hili la kidemokrasia na kudhoofisha sauti ya haki ya Zanzibari. Hivyo lazima ile kwamba umma hautoridhia, hautokubali hilo asilan abadan. La pili, NEC wasijivishe joho la uamuzi wa haki ya umma, bali ni vyema wakachukua jukumu la kusimamia na kuratibu zoezi la uchaguzi wa haki kupitia misingi ya uadilifu ili kuruhusu ushindani wa hoja na sera katika sanduku la kura. Na hivyo tunaitaka tume watu wachie, tupambane na CCM kwa hoja na sio kuwapa mbeleko. Tatu, ni vyema NEC na mamlaka zote za kusimamia uchaguzi wakatambua kwamba bila ya kuwepo wagombea hapatakuwa na uchaguzi. Hivyo tunasema bila wagombea no election, no candidates no election. 4, kufuatia mwenendo unaoshuhudiwa sasa wa kuendelea kuipinda haki, tunaiambia NEC wasiwashe kibiriti katika dumu la petroli, kwani itakayojiri nyinyi mtakawajibika na mtabeba dhima hiyo. Mwisho nasisitiza kwamba bila wagombea no election. Asanteni sana, nashukuru sana. Mkasa uliomfika katika kituo cha kupigia cha kupokea fomu na kupata fomu. Sabahi ndio. Asanteni. Shukran ndugu waandishi wa habari. Mimi jina langu naitwa Sabahi Hamisi Abdullah, ni mgombea wa ubunge jimbo la Paje kwa kupitia tiketi ya ACT Wazalendo.
wasimamizi, polisi na mgombea wa CCM wa ubunge ambaye anaitwa Jafar Sanya Jussa, badala ya kuitwa kwamba kuna pingamizi langu la wameniwekea pingamizi la kuwa si mbunge. Kwa hivyo nimeenda kwenda kuangalia lile pingamizi na wakanipa lile pingamizi, nikasaini dispatch ya ile pingamizi yao saa 10 dakika 8 hapo nilipopewa. Lakini sasa lile pingamizi lao lile lina makosa. Kwa hivyo nikawaambia moja kati ya kosa lile kwamba hii pingamizi ina makosa, lakini pale walipotaka nijibu mapingamizi, nikamwambia mimi siwezi kujibu mapingamizi kwa sababu mimi si mwanasheria. Kwa hivyo haya mapingamizi yote atakuja kujibiwa na mwanasheria wa chama. Lakini wakanambia huyo mwanasheria wa chama atakuja time gani? Nikamwambia subiri nimpigie simu ili tujue ni muda gani anaweza kufika hapa. Kwa hivyo nikatoka nje, nikamruhusu kwamba nitoke nje, nikampigia simu mwanasheria wetu wa chama ili kujua ni time gani atafika pale kuja kujibu yale mapingamizi. Kile kitendo mimi natoka nje na tayari nilikuwa nishaipitia hii fomu au hili pingamizi lao walonipa. Nikamwambia kwamba hili pingamizi kwanza limekosa vigezo vya kisheria kwamba kuwa ni pingamizi. Badala ya kuonesha kwamba moja ya vigezo vya kisheria kwamba hili pingamizi lao limekosa vigezo vya kisheria, pale ninatoka nje akanifuata msimamizi wa tume akaja kwamba kunishauri kwamba nimpe hii pingamizi yao waende wakairekebishe, na muda ule tayari ulikuwa ushapita kwa sababu mimi nasaini ile dispatch kwamba nimepokea hii pingamizi ni saa 10 dakika 8. Kwa hivyo time ile tayari kwenda kuirekebisha hii ili wanike pingamizi tena muda ushapita. Sasa baada ya kuambia vile, ndo yule msimamizi wa tume akaja akanishika mikono hivi kuninyonga. Pale akatokea mgombea yule wa CCM wa ubunge Sanya, naye akaja pamoja na wasimamizi wawili wa uchaguzi ndani ya ile ofisi. Wakaja wakanizuia hivi, kunikamata humu, kunikabasa shingo, mabega, yani wamenivuruga kweli kweli. Mtu mmoja mimi, watu hawa walikuwa 4 pale wakaja na askari wengine wawili walikuwa wanaangalia pale kwa nalinda, nao pia wakaja kunikabasa na kuniingiza ndani ili watu walikuwa kule nje wasijue kitu gani kinaendelea. Lakini badala ya kwamba kunikabaswa vile, mtu mmoja mimi mnaoniona hapa wingi ule, na huku tayari washanipiga kibi hivi, na huku washanikamata kila kitu, nikaanza kupiga mazogo kuita watu walinzi wangu, kwa sababu wakati naingia ndani wale walinzi wangu nilikuwa wamefuatana nao wamekuwa nje ili wasijoni wananiua. Wale watu walinzi wangu wakaja, badala ya kuja pale ndo wale wakaona aibu wakaniachia. Katika kuniachia kwao, hili pingamizi lao tayari walikuwa wanataka kupoteza wale ushahidi. Kwa hivyo tukanyang'anyiana, hili likachanika, mimi nikakamata kipande na wamechukua kipande. Kwa hivyo pingamizi ni hili hapa. Kwa hivyo huo ndo mkasa uliotokea jana. Kwa hivyo hii inathibitisha wazi kwamba Chama cha Mapinduzi CCM kinatumia tume ya uchaguzi pamoja na askari ili kuwekwa au kuwapata wagombea wao bila kupingwa. Hili ni tatizo kubwa sana, na tunawataka tunaambia CCM pamoja na tume wao, tume wafanye kazi yao ya kuteua wagombea, na CCM waachie tume ili sisi tukashindane kwenye uchaguzi. Kwenye sanduku la kura, hapo ndo tutapomjua nani anayependwa na wananchi ili kuweza kuongoza hii serikali. Kwenda kuripoti hii kutokana na maumivu walonipa, kwa sababu nimepata maumivu na nilihitaji kwamba kwenda hospitali. Kwa hiyo nikaenda polisi, nikaweka hii ripoti na nikafungua mashtaka, wakanipa rabi namba na wakanipa PF3 ili niende hospitali. Cha kushangaza kwa hapa, na pongeza wale polisi wale kuweko kule, wao wakanisaidia vizuri, wakanichukua wakanipeleka hospitali wao wenyewe kwa kunilinda ili nisije nikapata kushambuliwa. Kwa hiyo nikapelekwa hospitali, nikatibiwa, nikarudi nyumbani. Asante sana. Hatua ya kwanza, mwanasheria wetu mkuu yuko Pemba sasa hivi wa chama, pamoja na sheria wengine wanapita katika
wilaya zote, ofisi zote za wilaya za uchaguzi wanapita kwenda kusikiza mapingamizi haya ambayo kwamba hayana maandishi wala hakutolewa kwa mujibu wa sheria. Mwanasheria atakaporejea kule Pemba na Unguja atatoa taarifa yake, atatoa presi yake. Kwa hivyo naomba msubiri mwanasheria atakaporejea, tutakuiteni na yeye atatoa taarifa yake ya kisheria na kwa mujibu hali ilivyokwenda katika majimbo yote 50 Unguja na Pemba. Jengine anaanza kwamba wenzetu washaanza kutoa fomu kwenye zeka. Na sisi inshallah taala hatuna muda mrefu. Sisi tumeanza jana na leo tunaendelea, na inshallah by 30 ya mosi pili hapa tutakuteni rasmi tunaanza kutoa fomu ya ugombea urais. Taarifa mtapata mara tu baada ya mgombea kuwasili. Akishawasili Zanzibar tunaweka miadi ya kwenda kuchukua fomu. Asanteni sana na tunakushukuru sana.